Sasa hivi tunaingia kutazama taarifa ambazo zimebamba. Katika taarifa zilizobamba kuna mchanganyiko wa taarifa kutoka maeneo mbalimbali zinazotoka mtandaoni, lakini pia michezo mbalimbali. Kwa sasa hivi nazungumza na Ali Bakari ama Ali Mufti, wengi wakimtambua kwa jina hilo. Asonge hapa aje tu kile ambacho amekiokota huko mtandaoni kutoka kwenye taarifa mbalimbali ambazo zinahusu michezo kupitia mitandaoni. Nilikwambia Simba na Young Africans zina utani, na Simba alipoteza mchezo uliopita, kwa mfano kwa maana mchezo wa jana. Nini ambacho anakuja kuzungumza hapa Ali? Lazima atakuwa na hizo taarifa. Ali, nasema uongo? Hujawahi kuongopa. Hujawahi kuongopa. Mambo yanaenda? Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini yes, na umevaa mamba. Mamba mwenyewe. Unajua kuna mamba afu kuna kenge. Yule ni mamba kaka. Yule mamba. Kweli? Yaani yule mamba na kiatu chako. Huyo kwako pia ni mamba. Yule pia ni mamba. Huyo mamba. Sio kenge. Kenge hawezi kuachama muda mrefu hivi. Angekuwa shafumba mdomo. Ana mamba, ana tambo. Hilo tambo alihitaji uchunguzi, alikaa muda mrefu. Alihitaji uchunguzi. Na sasa sisi tunazijua kaka, hiyo sawa. Au unasema kama mmejipanga hivi. Wanakushambulia mdogo wangu? Kwa kweli. Lakini wewe na Osu ni tofauti. Sisi mamba tunamjua kaka. Tuko pamoja, lakini wana ni kweli. Sisi mamba tunamjua. Mamba tunamjua. Huyo mamba. Ameenda kwenye uelekeo wa moyo. Unajua mamba ukimvaa anaelekea uelekeo anaelekea uelekeo wa moyo au yuko nje ya moyo? Mamba anatakiwa awe nje ya moyo. Ukiona mamba anaelekea kwenye uelekeo wa moyo, huyo anakuua. Huyo sio mamba. Ila moyo yupo. Huyo mamba tunamjua. Huyo ni mamba. Sawa. Karibu. Unaniruhusu niendelee? Au nikupe viatu uwe na mamba wawili? Hapana, huyo anamtazama. Karibu. Asante sana Edward Mangasole, lakini pia ni furaha kuungana nawe. Muda mrefu sana. Muda mrefu sana. Tulikuwa tunapigana simu kipindi fulani sana. Miongoni mwa watu ambao tulipigana simu sana. Yes, ni kweli. Asante kwa kujali kaka. Sawa. Lakini pia Michael Yera na Andrew Kinga Mkono, ni furaha pia kuungana nanyi. Tuende moja kwa moja katika zile ambazo zimebamba mitandaoni. Niliona kile ambacho mlikuwa mnakichambua wakati ule goli sio goli, vitu vingine. Wewe ni goli? Mimi nimeridhika na majibu yenu wote wawili. Inaonga sasa majibu yalikuwa tofauti. Mimi nimeridhika na mimi sina majibu, lakini nimeridhika nayo kwenu. Asa unaharibu kura. Wewe ni sasa mimi sijaingia kama mpiga kura. Mimi kama msikilizaji na mtazamaji wa kipindi cha Viwanjani wakati ule. Kwa hivyo tusalie hapo. Ila sio goli. Sina uhakika. Yes, zilizobamba mitandaoni kama ulivyotangulia kusema Mangasole Edward, ya kwamba Young Africans na Simba Sports ni timu ambazo wana utani wa jadi. Kwa hivyo linapomkuta jambo mmoja, kwa hivyo mwingine hawezi akanyamaza. Itakuwa ni jambo la ajabu kabisa. Kwa hivyo miongoni mwa watu ambao wamepata shida ni wahenga na yes, Young Africans wanasema kwa Mkapa mtu ametoka na wahenga hawana la kufanya. Mgeni kakataa soda, anataka 700. Ayo. Eti mgeni kakataa soda, anataka 700. Atajue mwenyewe atafanya nini? Anaenda kunywa togwa. Atajue 700 yake tena kufanyia nini? Yombe 700 yake. Au atanunua mahindi au anatafuna huko anatembea njiani. Yes, hayo ni mambo ya ukurasa rasmi kabisa wa Young Africans, na hajatajwa mtu yeyote, ila kama unafahamu yanayoendelea nchini Tanzania katika masuala ya michezo utajua tu nini. Unaelewa nini kinamaanisha. Ila mimi kuna haja ya kupitia hii misemo ya wahenga mingine tukaibadilisha. Alafu mimi ninachojiuliza, hivi sasa hivi hakuna wahenga. Mbona misemo mipya wewe sioni ambayo tunaweza tukasema sasa hii ni ya wahenga na yenyewe? Misemo ya wahenga ipo. Si ndio inakuja inaitwa misimu, maneno ya misimu inapotea. Lakini sasa hii midumu miaka na miaka. Ya wahenga cheza kwa utunzwa si vitu gani? Sasa ujue ile misemo ama mengi yaliwekwa katika maandishi. Sawa. Na yakaingizwa katika mitaala na watu wakaanza kusoma hayo maneno ya wahenga. Lakini kuna baadhi ya wahenga walikuwa waongo. Kwa mfano ni kweli. Wapi walikuongopea? Wapi? Wahenga. Tuendelee, wakati nitakumbuka msemo mmoja wa wahenga afu nitakwambia. Basi vizuri kabisa. Mangasole mpata jeuri ya kwanza kwa sema wahenga. Mimi wahenga si wanakuachia laana. Wewe endelea. Mwenye simu. Yes, hali ni Young Africans. Tuende kwenye ukurasa mwingine na kwenye tuone kuna habari gani. Huyu hapa ni Ahmed Ali. Yeye kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika kwamba mwanzo mbaya ambao haupaswi kutukatisha tamaa wala kutuvunja moyo. Ni mwanzo mbaya ambao unapaswa kutupa nguvu ya kupambana kwa mechi zijazo.
mapambano yanaendelea, hatujawahi kuishia njiani. Na jana nimemsikia akizungumza mengi akisema pia lile kundi ambalo lilitajwa kuwa lina Waarabu wengi wangekuwa wao wangefuzu asubuhi tu. Asubuhi tu. Amalize la kwake hilo. Moja kati ya watu ambao wanaweza kukuaminisha mchana kwa usiku. Au nyeusi kuwa nyeupe. Ni ndugu yetu. Sema mimi ningekuwa idara ya habari ya Simba nisingeweka picha ya Soa. Kwani Ningemweka nani? Ningeweka walioanza. Ningemweka nani? Mshambuliaji hapo, mshambuliaji wa nini? Eli. Anza na Mutale hapo. Sasa hapo angekaa. Ngoja nikwambie. Sasa katika picha hapo akafanikiwa. Kwa nini? Kwanza ameleta ujumbe kwamba hao watu walikuwa wamekaa nje. Umeona kwamba ni watu muhimu kwenye timu yao. Mimi hapo Mutale force number 9. Na ulisema kwamba ni kweli alifo. Na kweli ni force kweli. Yaani ni force kweli. Unajua kuna force number 9 unaweza kumchezesha kuona huyu mbona kama anaelekea. Ule kweli force. Sawa. Yes, hayo ni Ahmed Ali na yale ambayo yametokea katika dimba la Benjamin Mkapa ambako wahenga wameachwa hoi. Haya, twende katika post nyingine. Ni Ali Shaban Kamwe kupitia ukurasa wake wa Instagram baada ya Young Africans kuweza kufanikiwa kuchukua alama 3 kutoka kwa FAR Rabat. Yeye aliweka post akiwa na kocha wao akisema sayansi ya mpira, top coach, akimtagia hapo coach Pedro yes, jina lake hilo bila shaka ukienda kusearch huko utapata. Anasema ndani ya kipindi kifupi Yanga yetu imekuwa bora mno uwanjani. Jana tumetawala mechi dhidi ya AS FAR Rabat na amewatagi kabisa, sijui ni kwamba na wao wapate huo ujumbe. Anasema Waarabu wameondoka Guantanamo wakimpongeza kipa wao kwa kuwaokoa na aibu. Wananchi hapa tumepata bonge la kocha. Tumweke kwenye sala na dua zetu. Kesho yetu ni nzuri insha Allah. Hayo ni maneno ya meneja habari na mawasiliano ya Kwa dimba la Amani ishageuzwa kuwa Guantanamo. Of course kabla ya hata mechi ile pale waliweka video kule ambayo inaashiria ya kwamba ile ni Guantanamo Bay. Kama ukiingia pale ni sehemu ambapo kikweli labda wakutoe wao. Lakini wewe kutoka kwanza hiyo Guantanamo Bay yenyewe ipo Cuba. Ilikuwa ni moja ya vituo vya kijeshi vya Marekani ambavyo ilikuwa inatumia kuweza kuhifadhi pia hata watu wakorofi lakini haswa wale ambao wanajihusisha ama wanatuhumiwa na mambo ya ugaidi. Yes, kwa hiyo ukipelekwa kule ujue una hadhi ya kwenda kule. Kwa hivyo sasa New Amaan Complex na kwenda kwa Guantanamo Bay kwa kile ambacho kimetokea jana. Kwa jinsi ambavyo naona Yanga anavyoendelea na kampeni yake katika michezo mbalimbali ambayo anachezea pale, umekuwa ni uwanja ambao unanufaisha zaidi. Sioni kama hivi karibuni au kesho kutwa Yanga wataona kama kuna uwanja mwingine unawafaa zaidi kuliko Guantanamo Bay ile ambayo wameitangaza rasmi ambao ni uwanja wa amani. Nataka kusema ya kwamba vile ambavyo Berkane walishangilia baada ya kusikia mechi ya finali ya mkondo wa pili imepelekwa Zanzibar, itafika pointi watabadilika na wakisikia kwamba wanaenda kucheza na Yanga Zanzibar. Inaweza ikawa tofauti kwa sababu ujue kuna vitu ambavyo unaamini hata kuna viwanja vya ugenini ambavyo kwa hiyo endelea. Yani kuna uwanja ambao mtu anaamini kwamba huu uwanja mimi kwa matokeo hata nipeleke nikiwa na wachezaji pungufu mimi nitapata matokeo. Ndicho ambacho Yanga sasa hivi tayari anacho. Yaani viwanja vya ugenini yupo hapa anacheka pembeni yako hapo. Twende kwenye post nyingine kwenye tuone. Bwana hapa Mangasole Edward lakini na Michael na tafadhali tuzingatie ujumbe zaidi tusiangalie picha. Yes. Anasemaje Alikama? Anasema wafanya biashara wameniambia hii jezi imepanda thamani kubwa sokoni. Bila 80,000 hauipati. Kwa mujibu wa Ali. Anasema sitashangaa ikifika mpaka 100,000. Huu uuzi wa njano mkali sana na umkatai mtu. Kila aliyeuona live na kuugusa amekiri hilo. Kitu kikishakuwa bora wala hakihitaji propaganda kuuzika. Na ndio jezi ambayo imezungumzwa sana mitandao. Wakati hiyo jezi inatoka, binafsi hata mimi mwenyewe niliona kama sio nzuri. Wakati inatoka binafsi nimekuwa ni mimi wa kuzungumza ukweli. Nini kimekushawishi baada ya hapo? Wanazungumza hivi. Wakati inatoka niliona sio nzuri. Ila baadaye mpaka sasa hivi nakiri ndo jezi bora kwa Young Africans kadi hizi jezi zilizotoa. Ndo jezi ambayo mimi
naona ina mvuto mkubwa kuliko jezi zote. Hapo na wewe. Nakwambia ukweli. Kwangu mimi ukweli wangu. Bila kuzingatia picha hii. Bila kupepesa. Bila kupepesa. Bila kuzingatia picha. Sio kwamba umevurugwa na picha. Nyumbani wanakutazama. Sio nanili. Sio picha ambazo kwangu mimi. Okay. Kwa hiyo wakati natoka binafsi mimi mwenyewe niliona mbona kama kuna design ambayo sijaelewa, lakini kwa sasa hivi naweza nikakini miongoni mwa uzi mkali sana ambao Yanga wanao. Sawa, yes, Fountain Gate jana walipoteza kwa goli 1-0 dhidi ya Pamba Jiji na wenyewe wanasema tumepoteza mchezo ila hatujapoteza malengo yetu. Tunainua vichwa juu na tunasonga mbele. Hayo ni ya Fountain Gate katika NBC Premier League. Twende katika posti nyingine na kwenye tuone kuna habari gani inayofuata hapo. Hayo ni mambo ya Fountain Gate jana katika dimba la CCM Kirumba kule. Walikutana na kipigo kutoka kwa Pamba Jiji, si ndio? Yes, Mashujaa walishinda dhidi ya Mbeya City, mechi ambayo ilianza kuchezwa nje kwa maana ya mitandao ya kijamii, na baada ya hapo Mashujaa wakashinda goli 1 bila. Sasa chat GPT imekuwa maarufu siku hizi. Wanasema wasimange Mbeya City. Kwa nini tunawafunga kila wakati? Ndio hiyo. Yaani huyo ni admin wa au Mashujaa ilikuwa inamuuliza ChatGPT kwamba wasimange awasimange Mbeya City, kwamba kila wakikutana na Mashujaa wanafunga yani akilibandia iwasimange Mbeya City kwa kile ambacho imeelishwa kwamba bana. Sasa hebu amewasimanga vipi? Anasema na kuhusu Mbeya City. Okay, na emoji kwanza ya kucheka wewe. Masimango yameanza na emoji ya kucheka. Kweli hao jamaa mna password yao kama wifi ya bure. Kila mkikutana wanakuwa kama tena hawa jamaa leo tena na emoji ya kucheka hapa. Labda huwa mnawafunga kwa sababu moja, wanapenda passion nyingi. Possession, yes, okay. Possession, ninyi mnapenda magoli. Possession ndio umiliki, si ndio? Mbeya City wanacheza afu Mashujaa wanafunga. Au labda mmeweka subscription ya kuwachapa kila msimu. Anawasimanga. Anawasimanga. Au tu mnawapenda sana mpaka mnataka waendelee kukumbuka majina yenu. Hongereni kwa ushindi na kukaa kileleni. Kweli. Walikaa kileleni lakini tayari washaondoshwa. Pamba Jiji yupo pale juu pale. Msimu kila mtu ataongoza ligi. Yes, hayo ni masimango ya Mashujaa ambayo waliyatafuta dhidi ya Mbeya City. Tuache hayo, ni mambo ya NBC Premier League. Mchezo ulichezwa juzi na Mashujaa walishinda goli 1 bila. Twende kwenye posti nyingine na kwenye tuone kuna habari gani. Tuachane na hayo ya Mashujaa. Basi haya. Nakuja hapo posti nyingine ukiachana na hiyo ya Mashujaa. Bila shaka watumiaji wa mitandao ya kijamii watakuwa wameiona sana picha ya Cristiano Ronaldo, lakini gumzo zaidi ni kwamba kilichofanywa na Ronaldo jana. Ronaldo huyo sasa hivi ana miaka 40. Ndio swali hilo, je, kwa miaka yake 40 Ronaldo kuweza kufanya kile alifunga goli la bicycle kick dhidi ya Al Khalej kule Saudia. Lakini tukumbuke tu ya kwamba Ronaldo ana miaka 40. Na hapa ESPN wanasema tumeona hilo kabla. Manake huko nyuma yalishafanyika sana. Alifanya akiwa na Real Madrid, alifanya akiwa na Juventus, lakini amefanya pia akiwa na hata akiwa na sisi Manchester United. Mbona tubagua? Manchester hajafanya hivyo. Manchester alifanya hivyo. Alifunga magoli lakini Manchester hajafanya. Nacho aliyofunga. Tunazungumzia Cristiano. Ronaldo alifanya akiwa na Madrid, alifanya akiwa na Milan. Zipo basi kwa Saruni sio Ronaldo. Ili kuiona vizuri hiyo picha ni post hiyo inayofuata. Picha inaonekana kwa uzuri kabisa kile ambacho amekifanya Ronaldo. Sema jamaa ana jitihada kubwa sana. Ronaldo kubwa sana. Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo ameyafanya Ronaldo jana dhidi ya Al Khalej kule Saudi Pro League. Mambo hayo. Sijui Mangasolo utakapotimiza miaka 40 mambo gani utashindwa kuyafanya. Ronaldo bado mambo ambayo tunataka kufanya. Na niruhusu niondoke ili nikupishe Ronaldo tena. Hivyo. Ronaldo. Mambo wewe miaka 40 sio mingi sana. Miaka 40. Utaendelea kufanya yote unayofanya sasa. Miaka 40 kama mtu yuko timamu kimwili, vitu vingi kwa sababu hapo ndo unakuwa katikati yako, katikati ya njia panda ya maisha yako. Basi sawa. Sasa ulizungumzia mambo ya wahenga. Nikakwambia kuna baadhi ya maneno ya wahenga ambayo mimi huwa nashindwa. Ushawahi kumwamsha mtu
Usimwamshe aliyelala. Ushawahi kumwamsha mtu? Nishamwamsha mara nyingi sana. Ulilala? Hapana. Sasa Wewe hapo unatupiga. Wewe unatupiga? Unatupiga. Sasa ukitafsiri kwa hivyo moja kwa moja itakuwa kama wahenga. Asante sana. Tulikuwa na Ali. Unajua wahenga anakuambia usimwamshe aliyelala. Ukimwamsha utalala wewe. Hebu tupe tafsiri kidogo. Mwenga yupo hapa. Anasaidia. Andrew Kinga Mkono. Kuna neno la wahenga ambalo Young Africans wametumia kwamba kwa Mkapa kaondoka mtu anadai chinji yake. Na wahenga hawaamini. Unaposema usimwamshe aliyelala, ukimwamsha utalala wewe, ni lugha ya picha imetumika hapo. Unaona, akiwa anajaribu kutafsiri kwamba unapokuwa unafanya mambo yako labda kimaendeleo, umeona, wakati unapomwambia mwenzako afanye jambo, wewe vile vile usijiziuke kwamba unaweza ukajikuta wewe yule mwenzako akaja akakupita, anafanikiwa yeye hapo na wewe unabaki pale pale. Unaona, kwa hiyo ndio maana nakwambia kama mtu akazubaa, wewe endelea kuchapa kazi, usonge, mwache endelee kuzubaa hapo hapo. Kwa hiyo tusiamshe watu, sio wajibu wetu. Basi kama wahenga wanakubali na wahenga kubaliana nao, kama inakuja na kata wahenga wanakubaliana nao, kubaliana nao. Kuna baadhi ya tunakubaliana nao. Kwa mfano bandu umaliza gogo, ni kweli bandu umaliza gogo.